Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, group members wa group hili letu, group la Fikra Pevu katika Uislamu, tunamshukuru Allah tabaraka taala ambaye ametuwafikisha na kutukutanisha katika group hili kwa lengo la kufahamishana katika yale ambayo kila mmoja wetu amejaliwa kuyafahamu, kwa sababu ilmu ya Qur'ani ni pana na kila mmoja Allah tabaraka taala anamruzuku ufahamu kutegemea na jitihada zake za kiucha Mungu. Ndio maana tumekuwa tukisoma dua, Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Huwa tunamwomba Allah atuzidishie ilmu kwa sababu ilmi tunayo, lakini kadhalika huwa tunamwomba aturuzuku fahamu. Kwa hivyo yawezekana mmoja wetu karuzukiwa ufahamu ambao sisi bado hatujaruzukiwa. Kwa hiyo tunaweza kustafidi, kupata faida kwa ule ufahamu ambao Allah amemruzuku. Kwa yule ambaye anaona anaweza kufaidika kwa ufahamu huo, ama yule ambaye anaona ufahamu wa mtu fulani yeye hawezi kumfidisha, basi atabaki katika lile ambalo analifahamu. Lakini lazima tufahamu kama Qur'ani inasema kila penye mjuzi pana mjuzi zaidi, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Na ndugu zangu, katika ubao wetu hapa tumekuwa tukijadili darasa kuhusiana na kufunguliwa kwa Masihi Dajjal, lakini tuliwahi kuzungumza kuhusiana ya Ajuj wa Maajuj. Alhamdulillah, katika kumzungumza Dajjal tumezungumza kuhusiana na zile siku zake, siku 40, siku moja kama mwaka, moja kama mwezi, na moja kama wiki, na siku nyingine 37. Tofauti yake ni nini? Sasa kwa sababu tumeshajibu kwa kuandika, lakini nimeona pia itakuwa ni bora nikielezea ili tuweze kufahamu siku za Dajjal ni zipi na siku za masahaba kwa maana ya wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni zipi. Sasa katika bao nimeweka hadithi ipo katika Sunan Ibn Majah. Hadithi imepokewa na sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anaitwa Sam'ani, An-Nawas ibn Sam'ani al-Kilabi. Asema yakulu dhakara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ad-Dajjal. Kuna siku moja Mtume alimzungumza Masihi Dajjal kwa kina sana. Asema fakhafadha fihi wa rafa'a. Mtume akawa anazungumza kwa sauti ya juu na ya chini, yani sauti inakuwa ya juu na kwa ya chini. Asema mpaka tukadhania kwamba Dajjal yupo katika kigingi cha mtende au kisiki cha mtende, amejificha anatusubiria. Kwa hivyo walipotulia, walipopata utulivu, baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza, alilijua hilo, alijua ile hofu waliokuwa nayo masahaba wakati anawazungumzia kuhusu Dajjal. Kwa hiyo akawauliza, masha anukum, tatizo lenu, jambo lenu ni lipi linalokufanyeni mpaka mnakuwa hivyo, mnakuwa hivyo na hofu kubwa? Wakasema, ya Rasulullah, dhakarta Dajjal al-ghada. Jana usiku ulimtaja Dajjal, ulimzungumza Dajjal, sauti ikawa juu, ikawa chini, ikawa unaipaza, unaishusha, mpaka tukadhania kwamba yupo nje katika kigingi cha mtende anatusubiria. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ghairu Dajjal akhafuna alaikum, tofauti na Dajjal, kinyume na Dajjal hakuna ninachokihofia kwenu, kwa maana naofia kwenu zaidi Dajjal kuliko kitu kingine chochote. Asema, in yakhruj wa ana fikum, atakapojitokeza na mimi niko pamoja nanyi, fa ana hajijuhu dunakum, basi mimi nitakupingeni naye. Wa in yakhruj wa lastu fikum, na atakapojitokeza na mimi sipo nanyi, fa mru'un hajiju nafsihi, kila mtu ataikinga nafsi yake. Wallahu khalifatani, Mwenyezi Mungu atani simamia ala kulli muslim, kwa kila Muislamu. Kwa Mtume akaendelea kumuelezea Dajjal, innahu shabun qatatun ainuhu qaima kaanni ushabihu bi Abdul Uzza ibn Qatan. Kwa Mtume akaelezea sifa za Dajjal, lakini ikafika sehemu Mtume akasema
innahu yakhruju min khillat baina ash-Sham wal-Iraq. Dajjal atajitokeza katikati ya eneo, katikati ya Syria na Iraki. Hizi nchi ambazo ni Iraki ya leo na Syria ya leo, katikati yake pale ndipo atakapojitokeza kwa ajili ya kwenda Jerusalem na kusema ana al-Masih, mimi ndiye Masihi. Wayahudi watamkubali. Asema atakapojitokeza fa'atha yaminan wa'atha shimalan, ataueneza uovu kila mahala. Ya ibadallah ithbutu, akasema enyi waja wa Allah, simameni katika imani. Faqula, masahaba wanasema tukasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, wama labthuhu fil ardi, atakaa muda gani juu ya mgongo wa ardhi? Sasa hapa ndipo ambapo pana pointi ya kuichukua. Atakaa muda gani juu ya mgongo wa ardhi? Yatakikana tujue kwamba Dajjal kukaa kwake juu ya mgongo wa ardhi hatokaa kama mtu wa kawaida, atakaa kama mtawala. Kwenye ulimwengu tumegawanyika matabaka mawili, kuna watawala na wale wanaotawaliwa. Dajjal hatokaa kama mtu anayetawaliwa, Dajjal atakaa kama mtawala. Kwa kipindi chote ambacho atakaa juu ya mgongo wa ardhi atakuwa ni mtawala. Tunasema hivi kwa sababu Dajjal yeye ni masihi wa uongo. Masihi wa kweli ni Isa ibn Maryam alayhi salam. Na Isa ibn Maryam alayhi salam alikuja kwa ajili ya kutawala. Isa ibn Maryam alikuja kwa ajili ya kutawala, na yeye ndiye masihi wa ukweli. Wakati Isa ibn Maryam anakuja, wana wa Israel walikuwa wanatawaliwa na Warumi, wapagani. Ardhi takatifu ilikuwa inatawaliwa na wapagani. Kwa kipindi hicho hakukuwepo na taifa linaloitwa Israel, kwa sababu hilo taifa lilisambaratika baada ya kifo cha Nabii Suleiman alayhi salam. Kwa hivyo Masihi alipokuja, Zerula alipokuja ili atawale, awe mtawala, kuna mambo alitakiwa ayafanye. Jambo la kwanza alitakiwa alifanye Masihi Isa ibn Maryam alayhi salam, alitakiwa aitawale dunia kutokea Yerusalemu, kama ambavyo alitawala Nabii Daudi alayhi salam na Nabii Suleiman. Jambo la pili alitakiwa kulifanya Masihi Isa ibn Maryam, aikomboe ile ardhi takatifu, awakabidhi wana wa Israeli ambao wakati huo walikuwa na tawaliwa na Warumi ya kina Herod na Pilato. Jambo la tatu alitakiwa awarudishe Wayahudi pale ardhi takatifu. Wayahudi kipindi ambacho Isa ibn Maryam anakuja, wengi walikuwa wametoka utumwani. Kwa hiyo kazi ilikuwa ni kurudisha wana wa Israeli pale katika eneo la ardhi takatifu, halafu waanzishe taifa lao. Jambo la nne akatakiwa alirudishe upya taifa la Israeli ambalo lilisambaratika baada ile faidha jaa wa'dul akhira liyasuu wujuhakum waliyadkhul almasjid kama dakhaluhu awwala marra waliyutabbiru ma alau tatbira. Na jambo la tano kabisa la mwisho, akatakiwa asababishe hilo taifa litawale dunia nzima. Kwa hivyo Masihi Isa ibn Maryam angeyafanikisha mambo haya, angetawala dunia, na hapo dunia nzima ingetawaliwa na Masihi. Lakini kwa sababu ya wana wa Israeli kumkataa, hususan wale wasomi wa Kiyahudi, wasomi wa Taurati, wasomi wa fiqh, walipomkataa wakataka kumuua, Allah akamnyanyua. Huku nyuma ndo Allah akaleta mtihani wa huyu kumbe anaitwa Masihi Dajjal. Kwa Masihi Dajjal yeye ni masihi wa uongo, lakini ni muongo anayejifanya yeye kuwa ndio Masihi. Sasa kwa kuwa anajifanya yeye kuwa ndio Masihi, maana yake anatakiwa atawale, na ili atawale lazima zile ajenda, yale mambo yaliyotakiwa afanywe na Isa ibn Maryam alayhi salam, alitakiwa na yeye ayafanye ili akubaliwe na Wayahudi kwamba yeye ndiye nani? Yeye ndiye Masihi. Kwa hivyo Masihi Dajjal sasa, ili akubaliwe na Wayahudi, inatakikana yale mambo ambayo yalitakiwa afanywe na Isa ibn Maryam ayafanye yeye.
Kwa hiyo atakapoyafanya ndipo Wayahudi watamkubali kwamba huyu ni Masihi. Ikumbukwe sababu ya Wayahudi kumkataa Masihi Isa ibn Maryam alayhi salam, walitegemea atakapokuja atawapiga Warumi awafukuze, kama ambavyo Nabii Daudi alayhi salam aliwapiga wale akina Jalut, fakatala Dauda Jalut. Ikumbukwe wana wa Israeli ni waoga, hawapendi pukurushani, hawapendi shida, hawapendi kupigana. Walipokuwa na Nabii Musa alayhi salam, waliambiwa ya qaumi dukhulul ardh almuqaddasata allati kataba Allahu lakum, baada audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Lakini wao wakakataa, wakasema inna fiha qauman jabarina, kwenye huo mji kuna mijabari, mijayanti, mijitu wenye uwezo wa kupigana. Lan nadkhulaha abadan madamu fiha, tuingii muda kuwa wapo humo. Wanaambia Nabii Musa alayhi salam, fadhhaba anta wa rabbuka faqatila, Musa na Mungu wako nendeni mkapigane, si tuko hapa. Kwa hivyo wao hawataki kupigana, wanasubiria mtu mmoja akapambane ili wao wafaidike. Kwa hiyo Masihi Isa ibn Maryam alipokuja akawa anafundisha nguvu ya kiimani ya kiroho, kuondosha hofu katika mioyo, ili kwa pamoja waende wakapambane kwa pamoja, kama alivyofanya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakupambana peke yake, alifundisha imani ikakaa, akachukua kundi la watu akaenda akafight. Sasa wana wa Israeli hicho kitu wataki, walitegemea Masihi akija atapambana peke yake, kama Nabii Daudi alipopambana peke yake akamuua Jalut, ndo wakaingia pale Ardhul Muqaddas. Kwa hivyo walipoona Masihi Isa ibn Maryam hakupambana, hakupigana, bali anawafundisha, wakamkataa. Sasa kwa hiyo kama ndivyo, manake na Dajjal anatakiwa atumie principle ile ile wanayotaka Wayahudi, wao wasipigane ila yeye ndo apigane. Ndio maana tunaweza kuona leo tunazungumza kuhusu Wayahudi wanaoua Waislamu. Wayahudi hawa sio Wayahudi waliozungumzwa katika Qur'ani kama Wayahudi. Hawa ndio Yaajuj wa Maajuj. Wayahudi original ni Waarabu. Hawa wanaoua Waislamu ni Yaajuj wa Maajuj, ni wazungu hawa. Umeona, inshallah tutahudhurisha darasa yake ku identify tofauti ya Wayahudi ambao ni Bani Israel. Hawa wapigani na Wapalestina hawa. Wanaamini wa Palestina ni ndugu zao, ila wametofautiana kiimani, ni waoga kuliko fisi. Lakini wanaoua Waislamu ni Yaajuj wa Maajuj. Unaweza kujiuliza kwamba hawa Wayahudi waliokuwa na Nabii Musa wakakataa kwenda kupigana, leo wamepata wapi nguvu ya kwenda kuwaua wana Waislamu? Ndipo unapogundua kwamba wanaoua Waislamu sio Wayahudi wale wana wa Israeli, ni wazungu walioingia kwenye imani ya Kiyahudi, Judaism, ambao Qur'ani inaita kwa jina la Yaajuja wa Maajuj. Kwa Dajjal anawatumia hawa sasa, anawapiga Waislamu, anachukua lile eneo la ardhi takatifu, ameanzisha taifa la Israeli, mpaka sasa hivi anaendeleza hiyo harakati ili afikie mahala siku moja aseme yeye ndiye Masihi, Wayahudi wamkubali. Sasa kipindi hichi chote hichi, ili afanikishe hilo jambo, ilikuwa ni lazima aivunje dola ya Kiislamu. Sasa kipindi ambacho tayari dola ya Kiislamu imeshavunjwa, maana yake mtawala ni Dajjal kupitia wafuasi wake Yaajuj wa Maajuj, ambao ndio waliovunja dola ya Kiislamu. Hizi nchi za magharibi ndio zikateleta mfumo wa maisha ya kimagharibi, ambao ni mfumo wa maisha ya kipagani, ya kumwasi Allah katika kila mfumo wa maisha, kuanzia elimu, utawala, uchumi na mahusiano. Kwenye mahusiano kuna watu kuingiliana, wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake. Kwenye uchumi kuna mfumo wa uchumi wa riba, sasa hivi ndio unaendesha dunia. Kwenye elimu kuna mfumo wa elimu ya kisekula ambao haukubaliani na mambo ya kiimani, ni mfumo wa elimu wa kipagani. Kwenye utawala ndio iko wazi, wanasema serikali hazina dini. Sasa hii mifumo yote hii ni created by Dajjal, imetengenezwa na Masihi Dajjal. Kwa kipindi chote ambacho maswahaba wanaulizia wa malabthuhu ya Rasulullah, Dajjal atakaa muda gani juu ya mgongo wa ardhi? Hichi kipindi chote atakachokaa, kwa kuwa anajifanya yeye ndiye Masihi, maana yake hatokaa kama mtawaliwa, atakaa kama mtawala. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema 40 yauman, Dajjal atakaa kwa siku 40. Na maana kwa hizi siku 40 hizi Dajjal ataitawala dunia. Ulimwengu mzima utakuwa chini ya Dajjal kwa muda wa siku 40. 40 ni kodi.
yani let's say ni password. Ndio maana wao pia wana Israeli wakaa jangwani sijui miaka 40, sijui kuna 40 nini, sijui kuna 40 kibao wenyewe mpaka sema za mwizi ni 40, lakini all we know kwamba 40 ni code number. Kuna vimefichwa, vitu vimefichwa. Sasa hizi siku 40 Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema 40 yauman, siku 40. Kwa hiyo kuna kipindi cha siku 40 dunia nzima itatawaliwa na Masihi Dajjali. Kipindi hicho chote hicho cha siku 40, mambo mengi na vitu vingi vitakuwa vyenye uhusiano na Masihi Dajjali. Muonekano wake na uhalisia wake itakuwa ni vitu vile tofauti kama tutakavyoelezea. Sasa hizi siku 40 Mtume akazifafanua akasema yaumun kasana, siku moja itakuwa kama mwaka, wa yaumun kashahri, na siku moja itakuwa kama mwezi, wa yaumun kajuma, na siku moja itakuwa kama wiki. Kwa hiyo kwa siku 40 tumetoa siku 3. Kwenye 40 tumebakiwa na 37. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wasairu ayamihi, na siku nyingine zilizobaki, siku zake nyingine zilizobaki, ka ayamikum, ni kama siku zenu. Kwa hiyo kwenye siku 40 zimetolewa siku 3, moja kama mwaka, moja kama mwezi, na moja kama wiki. Alafu wasairu ayamihi, na siku nyingine zilizobaki, ka ayamikum, ni kama siku zenu. Sasa maswahaba radhiallahu anhum wakashindwa kumuelewa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inakuwaje siku moja kama iwe kama mwaka? Ina maana siku moja itakuwa na urefu wa siku 360? Inakuwaje siku moja iwe kama mwezi? Ina maana siku moja itakuwa na urefu wa siku 30? Inakuwaje siku moja iwe kama wiki? Ina maana siku moja itakuwa na siku urefu wa siku 7? Kwa hiyo kama ambavyo wewe umeshindwa kuelewa, na maswahaba kadhalika hawakuelewa. Kwa hivyo kwa sababu hawakuelewa, wakalazimika kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakamuuliza, ewe Mtume, qulna ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, fadhalika al-yawmu alladhi kasana, hivi hiyo siku unayotuambia ni kama mwaka mzima, takfina fihi salatu yawmin, tukiswali swala za siku nzima, hiyo siku itakuwa imemalizika? So walishindwa kumuelewa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inakuwaje siku moja iwe kama mwaka au kama mwezi au kama wiki? Kwa hiyo kabidi watafute swali walilolipata maswahaba, watu wenye nuru ya Allah azza wa jalla. Wakamuuliza, je, hiyo siku unayotuambia ipo kama mwaka mzima au mwezi mzima au wiki, tukiswali swala za siku nzima ambazo ni swala 5, swala za siku nzima, hiyo siku itakuwa imekwisha? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema iqdiru lahu qadra, ay la, kwa maana ya hapana, itakuwa haijaisha. Iqdiru lahu qadra, pigeni mahesabu, kadirieni, fikirieni. Hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakutoa jibu, alitoa uwanja, alifungua uwanja wa watu wafikirie, tutumie akili zetu kuyatafakari haya maneno. Ndio maana watu tunasisitiza kuhusiana na ibada ya tafakkur. Allah anasema katika Qur'ani, kadhalika nufassilu al-ayat liqaumi yatafakkarun. Allah ishara zake anazipambanua, anawafahamisha watu wenye kufikiria, thinker. Akina Ibn Kathir rahimahullah walikuwa ni critical thinker, walikuwa ni wafikiriaji mpaka wametunga vitabu. Qur'ani haikuletwa kwa ajili ya watu wa kukopi na kupesti tu. Qur'ani inakwenda na mazingira, inakwenda na wakati. Kuna vitu ambavyo akina Ibn Kathir rahimahumullah hawakuviona, leo vipo. Lazima tuvizungumze kwa mujibu wa mazingira tulionayo. Lazima wapatikane mathinka miongoni mwetu ambao watakuwa wanaisoma Qur'an na kuitadabbur na kuizingatia, kuitafakari. Lakini tukisema tukopi tu kila kitu, we're gonna fail, tutashindwa, tutafeli, kama vile ambavyo ulimwengu wa Kiislamu umeamua kufuata slogan ya mpagani mmoja aliyesema, we don't want a nation of thinkers, we want a nation of wakers. Ni mpagani miongoni mwa wafuasi wa Dajjal, ni miongoni mwa Yaajuj wa Maajuj, aliyosema tuhitaji kizazi cha watu wenye uwezo wa kufikiria, tunahitaji kizazi au jamii ya watu wenye kufanya kazi tu. Ndio maana leo watu wanawaza kazi tu, hawana fikra. Kwa nini Allah amesema hivi? Kwa nini Allah amesema hivi? Allah anataka falyanzuru al-insanu mimma khuliqa, mwanadamu atazame ameumbwa kutoka na kitu gani. Angalie mtu ameumbwa na nini, spams zake
zilitokana na nini, ajisearch, ajitafuti kwenye tafakur, unaweza ukajua. Sasa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefungua mlango wa watu kufikiria, kupiga mahesabu. Sasa mahesabu lengo ni kuweza kupata tofauti ya siku za Dajjali, tuzijue ni zipi hizi tatu, na hizi siku za maswahaba ambazo pia zitakuwa zinafanana na Dajjali ni zipi. Kwa hivyo maswahaba wakaona njia ni kumuuliza swali wakamuuliza kwa kupitia swala. Narudia, lengo ni kujua tofauti ya siku moja kama mwaka, moja kama mwezi, na moja kama wiki, ambazo ni siku za Dajjal, na hizi siku 37 ambazo ni kama za maswahaba. Sasa sisi, especially mimi na crew yangu ambayo huwa tunafanya meditation kwa pamoja, tunakaa na kutafakari kwa pamoja, sababu aljamaatu rahma. Qur'ani kila mmoja anavyotafakari Allah anampa ufahamu. Kwa na crew yangu ambayo tunakaa na kufanya fikra kwa tafakari maneno ya Allah, tunamuomba Allah atuhifadhi, atuzidishie ilmu na ufahamu, pamoja na ninyi na wote wanaosikiliza, na kila Muislamu ambaye yupo katika jitihada za kutafuta haki. Wote kwa pamoja Allah atuhifadhi. Katika tafakur tulioifanya, na mimi nikiwemo miongoni mwao kama sehemu ya wenye kufanya jitihada hiyo, jibu letu ni kwamba maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliuliza swali kupitia swala, kwa sababu kipimo cha siku kwa mujibu wa wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa mujibu wa Qur'ani, kwa mujibu wa Sunna, kipimo cha siku huwa inamalizika pale jua linapozama. Waliuliza kupitia swala kwa sababu maswahaba waliswali kwa kutumia wakati. Hakuna kitabu cha fiqh hata kimoja kinachosema wakati wa dhuhuri ni saa 7, wakati wa alasiri ni saa 10, wakati wa maghribi ni saa 12. Yani kwenye mfumo wa ilmu ya Qur'ani hakuna saa, kuna wakati. Ukisoma juzu ya kwanza ya Mabadiul Fiqhiyya, juzu ya kwanza inazungumza wakati dhuhuri min zawali shamsi, sijui na vitu kama hivyo. Kwa hivyo maswahaba waliuliza kupitia swala kwa sababu walitaka kujua kitu kinachoitwa wakati. Hizo siku wakati wake utakuwaje? Kwa hivyo wao waliswali kwa kutumia wakati. Wakati unapatikana kwa kutumia jua. Jua linapozama ndipo siku inapomalizika. Kwa lengo la kuulizwa, tukiswali swala za siku nzima ambazo ni 5, zinapomalizika maana yake jua linakuwa limezama. Je, hiyo siku itakuwa imeisha? Jua likizama siku itakuwa imeisha? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hapana, kwa maana kadirieni, hiyo siku itakuwa bado haijafanyaje, haijaisha. Kwa hiyo tunapata jibu kwamba siku za maswahaba, siku za wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku za Qur'ani, siku za Sunna zinazotambuliwa na Allah ni zile siku ambazo zinabadilika wakati wa jua kuzama, ule wa magharibi ndio siku inabadilika. Hizo ndio siku za wafuasi wa Mtume. Tofauti na siku hizo siku ndio siku za Dajjali. Sababu siku ni 2, 40 3 na 37. Kwa siku ambazo hazibadiliki pale jua linapozama wakati wa magharibi, hizo sio siku za maswahaba, sio siku za Mtume, sio siku za Qur'ani, ni siku za Masihi Dajjal. Ndio siku 3 hizo, ambapo ukifuatilia mfumo wa siku kubadilika magharibi uliisha pale ambapo dola ya Kiislamu ilipovunjwa. Uislamu ndio unaokubali siku inabadilika magharibi jua linapozama. Dola ya Kiislamu ilipovunjwa na Uingereza mwaka 1917 mpaka 1924 tarehe 3 mwezi wa 3 ikawa ndio rasmi dola imevunjwa. Uingereza iliyovunja dola na kutawala ulimwengu mzima. Kuanzia dola ilipovunjwa mpaka hivi tunavyozungumza sasa hivi tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2025, ulimwengu unakubali kwamba siku haibadiliki magharibi, siku inabadilika saa 6. Kwa tangu kwenye utawala wa Uingereza ilipochukua nafasi ya dola ya Kiislamu, mfumo wa siku ukabadilika kutoka kuwa ni magharibi
jua linapozama ndio siku inakwisha. Badala yake wakaleta mfumo wa elimu wa kishetani na kipagani, mfumo wa kisekula. Huu mfumo ukawa unatambua siku inabadilika saa 6 usiku. Kutoka kwenye magharibi siku ikapelekwa saa 6 usiku. Wakati huo kwenye mfumo wa saa ukisoma 12 unaambiwa ni 6. 12 toa 6, 6. 8 ni 2. 8 toa 2, 6. 9 ni 3. Kwa hiyo kwenye mzunguko wote wa saa unapata namba 6. Who's number 6? Namba 6 ni nani? Inamwakilisha nani? Ukisoma Suratul Kahfi yenye aya 110 kuna mfumo wa namba unaitwa binary, namba za binary. Kodi ya 110 ni namba 6. Kwa hiyo kupitia Suratul Kahfi ambayo ndio Allah ameexpose siri za Dajjal, amezifichua. Ndio maana Suratul Kahfi tukisoma tunapata nuru ili tuweze kuziona hizo fitna. Kwa hivyo sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatubainishia kwamba siku za Dajjali ni zile ambazo zitakuwa siku haibadiliki kwa kutumia wakati kwa jua kuzama, siku zinabadilika kwa kutumia saa 6 usiku, ambapo hizi siku sasa tunaanza kuzipata tangu Uingereza ilipoanza kutawala dunia na kutawala uchumi wa dunia, ilipovunja dola ya Kiislamu. Baadaye ikaja Marekani, baadaye itakuja Israeli. Sasa ikiwa Dajjal alitakiwa afanye zile ajenda ambazo tumezitaja hapo mwanzo, na ajenda zote ukiziangalia zimefanywa na nchi ya Uingereza. Baada ya kuvunja dola, Uingereza ndio wakachukua ardhi takatifu ikawatunyang'anya Waislamu, ikaandaa eneo Balfour Declaration, eneo la kuwaweka Wayahudi. Baada ya vita vya pili vya dunia mwaka 1948 kwa msaada wa Marekani kukazaliwa taifa linaloitwa Israeli. Marekani na Uingereza zinailea Israeli, kazi yao ni kuitengenezea Israeli mazingira ya kutawala dunia. Kwa hivyo ile siku moja kama mwaka, moja kama mwezi na moja kama wiki ni vipindi vitatu vya kiutawala. Hizo tawala zitakuwa za Masihi Dajjali. Hizo tawala hazitokubali siku inabadilika magharibi, bali siku itakuwa inabadilika saa 6 usiku kwa kutumia saa, sio tena kwa kutumia wakati. Saa ipo ndani ya wakati. Kwa hivyo leo hii tunaweza kuona kutokea Uingereza mfumo wa siku kubadilika kwa siku sio magharibi, ni mfumo wa kiutawala wa Uingereza ulioleta ile jambo. Ukitazama Uingereza ndio iliyotekeleza zile ajenda ambazo Dajjal alitakiwa azitekeleze. Tutasoma inshallah Uingereza katika darasa za kufunguliwa kwa Dajjal. Baada ya Uingereza, baada ya vita ya pili ya dunia, tumeona Marekani inaendeleza yale the same thing, kitu kile kilichoanzishwa na Uingereza, Marekani ndo anakiendeleza mpaka hivi ninavyozungumza sasa hivi. Kitu chenyewe ni kuanzisha taifa la Kiyahudi la Israel na kutengeneza mazingira ya hilo taifa liwe na nguvu duniani mpaka kufikia mahala leo linawaua Waislamu, linawaua watu, lakini hakuna kinachofanyika. Kupitia Uingereza kulikuwa kuna League of Nations, shirikisho la kimataifa. Uingereza ikatawala uchumi wa dunia kupitia sterling pound, uchumi ukawa ni wa kishetani wa riba. Kupitia leo Marekani tunaona baada ya vita ya pili ya dunia, Marekani kuna kitu kimeanzishwa United Nation, baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Japo tangu limeanzishwa hakuna amani yoyote iliyowahi kupatikana duniani, ni vita kila mahali, mpaka sasa hivi mauaji yameenea kila mahali. Zaidi ya hapo, baada ya vita pili ya dunia ndio kukaanzishwa World Bank na International Monetary Fund. Hii mifumo miwili ya kifedha hii ndio ambayo ina control uchumi wa dunia, ambao dunia leo inaendeshwa na dola ya Marekani USD, United States dollar. Kila mahali ukianza kwenye exchange bureau, exchange rate yoyote, masoko ya kifedha duniani, muamala wote wa kimataifa lazima utumie dola ya Marekani. Kwa Marekani imetawala dunia kijeshi na kiuchumi, kama ambavyo Uingereza ili utawala ulimwengu kijeshi na kiuchumi, na mfumo wao wa siku kubadilika sio magharibi, ni saa 6 usiku. Sasa huu ni uongo. Ndio maana leo mtu anaamini 4 ni 10. Ukimuuliza anakuambia ni Kiingereza. Kwenye mtihani wa Kiingereza shule mtu akiambiwa andika 10 akiandika 4 anaekewa X kwamba amekosa. Kwa hiyo hichi Kiingereza ni cha kwenye saa tu, lakini kwenye mazingira akikubali. Sasa huu ni uongo, ndio ule ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema Dajjal
ana uwezo wa juu wa kudanganya. Ndio maana ya Dajjal. Dajjal maana yake ni mtu mwenye uwezo wa kufanya uongo uonekane kuwa ni ukweli, ile deception. Yani leo 4 imekubalika kuwa ni 10, 10 imekubalika kuwa ni 4. Umeona? 9 watu wamekubali kuwa ni 3. Wakati kwenye mtihani wa Kiingereza mtu akiambiwa andike 3, akiandika 9 anakuwa amekosa. Kwa hiyo 9 inabadilika kuwa 3 kwenye saa tu, lakini kwenye mambo mengine sio 3. Sasa hii ndio deception aliyozungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema Dajjal atakuwa ni muongo mwenye uwezo wa kufanya uongo uonekane kuwa ni kweli. Ndio maana akasema atakuwa ameshikilia moto na ameshikilia maji. Yale maji ndio moto na ule moto ndio maji. Kwa vipindi vitatu vya utawala wa Dajjal ndivyo hivi ambavyo tunaishi. Umetokea kipindi cha Uingereza, kimetambua siku inabadilika saa 6 usiku. Kimekuja kipindi cha Marekani, kitafuata kipindi cha Israel. Hivi vipindi vitatu ndio ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivifananisha, akisema ni siku moja kama mwaka, moja kama mwezi na moja kama wiki. Sasa ukijaribu kutazama hivi vipindi vitatu vinaelekea mwisho, kwa sababu kipindi cha mwisho ni cha Israel, itatawala dunia. Baada ya hapo Dajjal atajitokeza. Atakapojitokeza ataonekana, atakusawa, atakuwa ameingia kwenye mfumo wa siku kama hizi za kwetu. Sasa hivi hatuwezi kumuona kwa sababu mfumo wa siku zake sio mfumo wa siku zetu. Yani mfano wake ni mfano wa kile kicha cha vijana wa pangoni waliolala miaka 309. Walipoulizwa kam labithtum, mmelala muda gani? Qalu labithna yawman au ba'da yawm, wakasema tumelala siku moja au sehemu ya siku au nusu siku. Kwa sababu gani? Wao walikuwa wanatoa taarifa za siku za kule walipokuwepo. Kuna kitu kinaitwa paradox, yani aina fulani ya ulimwengu ambao muda wake unakwenda taratibu. Kwa wao wakatoa taarifa ya kule walipokuwepo, wakati kwenye huu ulimwengu wa huku siku zimeshaenda, imefika miaka 309. Yani au ni kama vile tunavyosema majini wapo ila tuwaone, ila wapo kwenye ulimwengu fulani. Malaika wapo ila tuwaone. Kwa hiyo Dajjal yupo katika mfumo kama huo, katika ulimwengu ambao siku zake hazipatikani kama hizi za kwetu. Kwa hiyo hatuwezi kumuona, ila atakapoingia kwenye mfumo wa siku kama hizi za kwetu, wasairu ayamika yamikum, atajitokeza. Atakapojitokeza, na hapo ndo milango ya toba itafanyaje? Itafungwa. Kwa hiyo kwa sasa hivi nimalizie kwa kusema tupo katika kipindi cha utawala wa Masihi Dajjal. Kisa hivi ni kipindi ambacho amefunguliwa ila hajajitokeza. Hichi kipindi fitna zake zinaendelea ila hajajitokeza. Kwa kuwa ndio kipindi cha fitna zake, ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukaambiwa tusome suratul Kahfi ili tupate nuru. Kwa nuru hii tuweze kujikinga. Man qara suratul Kahfi fi yawmil jum'a usma min fitnati Dajjal, anakingwa na fitna za Dajjal. Na hadithi nyingine akasema Allah alahu minan nur, atapewa nuru. Kwa hiyo nuru atakayokuwa nayo, atakayopewa na Allah, nuru anaitoa ni Allah. Haiuzwi supermarket, haiuzwi sokoni, haigawi na shekhe. Nuru ni jitihada ya mtu anayefanya ya uchamungu, Allah anampa nuru. Unapopewa nuru na Allah tabaraka taala, Mtume anasema ittaqi firasatal mu'min, heshimuni mitazamo, maono ya mtu mwenye imani. Fa innahu yanzur bi nuri Allah, hakika huyo mtu mwenye imani anaona kwa nuru ya Allah. Mtu mwenye nuru ya Allah anaona, haoni kwa macho haya kufikia barabara, anaona kwa jicho la rohoni, anaona kwa jicho la moyoni. Hilo jicho la moyoni ndilo linaloona uhalisia. Jicho la nje hayo tunayovukia barabara na kulia ugali, haya anaona muonekano. Sasa macho haya hawezi kukuonyesha uhalisia. Sasa mtu mwenye nuru anaona vitu ambavyo mtu asiyekuwa na nuru havioni. Anajua vitu ambavyo mtu asiyekuwa na nuru havijui. Ana ufahamu tofauti na yule mtu ambaye hana nuru. Kwa hiyo ndio maana tumehusiwa katika suratul Kahfi. Imetokea umekutana na mtu anazungumza vitu viko nje ya uwezo wako, nje ya ufahamu wako, lakini anatumia Qur'ani na Sunna. Kuwa na subira, kama kilivyokuwa kisa cha Nabii Musa alayhi salam na Khidr. Nabii Musa alayhi salam, Allah amempigia mfano kwa watu ambao katika zama hizi wana elimu ya sheria, lakini hawana elimu ile ya kumjua mwenye sheria, ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu ruhu, elimu ya roho, elimu ya imani, ambayo ndio inalifanya jicho la kiroho la kimoyo liwe active, uwe na nuru. Sasa ndio maana Nabii Musa aliambiwa usiue, lakini
alipoiona na ilmu akaambiwa nenda kwa mja wetu, wapo katika waja wetu tumewapa ilmu, ni abdan min ibadina, ni mja katika waja wa Allah. Si kwamba Nabii Musa hakuwa na ilmu, bali Allah alikuwa anatolea mfano watu aina ya watu watakuwa kuwa na elimu ya sheria, ambao leo tunao wengi sana elimu ya sheria, lakini kuna watu ambao Allah amewajalia elimu ya imani, amewajalia uwezo wa kuona, uwezo wa kusikia vitu ambao wao watu wenye elimu ya sheria hawavioni. Sasa mtu wa sheria akitumia sheria yake kumpinga huyu, atafeli, atashindwa. Jambo linalotakikana kuwa mtu mwenye fikihi, mtu ambaye unaona jambo linazungumzwa alafu lipo nje ya uwezo wako wa kawaida na ile elimu yako. Kweli wewe umeambiwa usiue, lakini umekutana na mtu anaua, unachotakikana ni kuwa na subira na kumomba Allah kufahamishe, sio kumcrush, sio kumreject yule mtu, kumpinga na kumkatalia. Inawezekana ndio haki. Mwenyezi Mungu Allah Tabaraka Taala anafanya kazi nje ya akili zetu. Sasa mtu ambaye Allah ashamjalia ufahamu anazungumza vitu vikubwa ambavyo akili za kawaida haivielewi. Ndio maana Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu walimuita mwenda wazimu, sababu alikuwa anazungumza vitu vya kiimani ambavyo viko nje ya akili ya kawaida ya wale watu wa Maka. Kwa hivyo ndugu zangu, group members wote wa group letu la Fikra Pevu katika Uislamu na pamoja na group la majibu ya Qur'an, tofauti ya siku za Dajjal na siku za masahaba kipimo chake ni wakati. Siku za masahaba wanapata siku kwa kutumia wakati, ambao wakati unapatikana kwa kutumia jua. Hizo ndio siku za wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na siku za Dajjal zinapatikana kwa kutumia saa, ambayo mfumo wa saa kadiri utakavyofanya calculations za saa utapata namba 6. Namba 6 ndio ile ambayo wao wanakunja, wanakutanisha kidole gumba na kidole cha shahada, wanaonyesha hivi, ambao kuna vidole vitatu vinakuwa vimesimama hapo, unakuwa unapata 666 666. 666 ndio lugha ya ishara inayotumika kutambulisha tawala tatu, vipindi vitatu vya utawala wa Masih Dajjal juu ya mgongo wa ardhi. Yaumun kasana, 6 ya kwanza Uingereza; yaumun kashahri, 6 ya pili Marekani; wa yaumun kajuma, 6 ya tatu Israeli. Hizi ishara hizi ndizo ambazo Qur'ani ni kitabu cha ishara. Tilka ayatul kitabil mubin, hichi ni kitabu cha ishara zenye kuweka wazi. Qur'ani ni kitabu cha ishara. Ndio maana Allah akisema anaziweka wazi ishara zake kwa watu wenye kufikiria. Kadhalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Kwa hivyo kipindi hichi sasa ndio tupo kwenye vipindi vitatu vya utawala wa Dajjal. Tupo kwenye kipindi cha pili mwishoni, tunakwenda kwenye kipindi cha tatu. Dunia ipo kwenye kipindi cha utawala wa Masih Dajjal cha pili, inakwenda kwenye kipindi cha utawala wa Masih Dajjal cha tatu ambacho ni Israel. Sasa hii itakuwa ni baada ya vita ya tatu ya dunia. Baada ya hapo ndio vita itakuwa miaka 6. Mwaka wa 7 Dajjal atajitokeza, milango ya toba itafungwa, na Isa ibn Maryam alayhi salam atashuka, wa innahu la ilmu lisaa. Si kwamba itakuwa ni mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia hatujui. Inna Allaha indahu ilmu saa. Allah peke yake ndiye anajua mwisho wa dunia ni lini, sababu yeye ndiye anajua mwanzo wake. Haya matukio yote yatakuwa yamebeba kitu kinachoitwa mwisho wa maisha ya wanadamu duniani, ambao kabla ya huo mwisho kutokea atarudi kwanza Isa, atarudi huo mwisho hautotokea kabla ya kurudi kwa Isa ibn Maryam alayhi salam. Ndio maana Allah akasema yasha yudhhibukum ayuha nasu wa yati bi khalqin jadid. Allah asema akitaka anatuondosha, analeta viumbe wengine. Lakini tukumbuke kuna maangamizi yaliahidiwa katika 17:58, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm alqiyama. Allah anasema hapana mji wowote ila atauangamiza kabla ya kiyama. Tumewahi kuzungumza kuhusu darasa ya maangamizi kwa sababu ya shirki, riba na ushoga. Kwa hiyo kabla ya ujio wa Isa ibn Maryam kuna tukio la vita tatu wa dunia ambalo litakuwa ni maangamizi. Kwa hili tukio litakuwa limebeba mwisho wa maisha ya watu. Baada ya Isa ibn Maryam atakapokuja, na yeye atakufa, atazikwa, watu wote watakufa, alafu hii dunia itabaki empty. Allah ndo ataamua sasa alete viumbe wengine au na dunia yenyewe aifumua. Akiamua kuifumua dunia hatujui itakuwa ni lini, ni siri yake. Akiamua kuleta viumbe wengine itakuwa ni siri yake. Lakini kama ataamua kuifumua dunia, ndio hapo idha samaa unshaqqat wa idha aljibal
idha samaa fatarat, idha shamsu kuwirat. Tutakapofufuliwa tutakuta jiografia imebadilika, dunia sio tena hii hapa. Kwa hiyo itakuwa ni mwisho wa dunia ambao hatujui. Inna Allaha indahu ilmu saa. Lakini tunachokuzungumza hapa ni ile tukio la mwisho wa maisha ya wanadamu duniani litakaloambatana na ujio wa pili wa Isa ibn Maryam alayhi salam, biqauli llahi ta'ala wa innahu la ilmu lisaa. Naam, ndugu zangu, naamini imefahamika vizuri. Tunamwomba Allah tabaraka taala atujalie katika wenye kuyasikia maneno na kuyafuata yale kwa mazuri, atujalie na mwisho uliokuwa mwema. Mkamilifu ni Allah tabaraka taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.